na situation ya mkataba unapokuwa umekaribia kutamatisha mkataba, kuna mlango ule wa maongezi ambao ni kitu cha kawaida, lakini kama mchezaji lazima uangalie uhitaji uliokuwa nao kwa wakati huo husika na kitu kikubwa zaidi katika wakati huo unachokihitaji. Na mimi sasa hivi nahitaji kucheza kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kitu ambacho nimekikosa kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Tupo na Adolf Mtasingwa Bitegeko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye siku ya Media Day ya Azam Football Club hapa Chamazi. Hii ni Bongo Headlines, hakikisha na subscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa hizi za kimichezo. Adolf, uko vizuri? Namshukuru Mungu, niko vizuri kabisa, niko njema. Sasa hivi unatajwa sana na baadhi ya vilabu kwamba vinakuhitaji hasa kutokea pale Kariakoo. Kwanza unajisikiaje kuwa unatajwa na vilabu vingine kwenye kipindi kama hiki? Tuseme ni vilabu ambavyo vipo katika level ya Azam kwa upande wa uwekezaji na malengo. Kwa hiyo nipo kwenye timu kubwa na nasema moja ya timu bora katika ligi, kwa hiyo hicho ni cha kwanza kikubwa ambacho ndio kipo mkononi mwangu. Na majukumu naweza nikasema kimkataba na timu ambayo nipo nayo sasa hivi. Nimekuwa nje kwa kipindi kidogo cha muda mrefu, lakini namshukuru Mungu naendelea vizuri sasa hivi. Kwa kikubwa zaidi ninachoangalia ni kurudi kuweza kuisaidia timu kumaliza vizuri katika ligi pamoja na cup. Alafu pia kufanya maandalizi mazuri kwa ajili ya msimu ujao, kwa sababu bado nina majukumu ya kimkataba na klabu nilikopo nayo. Kuhusishwa na timu hizo nyingine ni jambo la heri, kwa sababu ni timu kubwa kama ilivyokuwa Azam. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna heri katika kila hilo jambo, lakini uhalisia mimi bado nina majukumu ya kimkataba na timu nilikopo nayo sasa hivi. Tunavyojua mkataba umebakiza miezi 6, dirisha la mazungumzo lipo wazi. Kwa upande wako kuna vilabu vingine ambavyo vimekufuata pengine hata tuvifahamu? Amna, kwa sababu kama nilivyokuambia awali kwamba kikubwa sasa hivi ni mimi kutafuta namna kucheza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hicho ni kitu ambacho kimekuwa hakipo kwa muda mrefu. Kuhusishwa na klabu hizo na nini ni vitu ambavyo vipo kutokana na situation ya mkataba unapokuwa umekaribia kutamatisha mkataba, kuna mlango ule wa maongezi ambao ni kitu cha kawaida, lakini kama mchezaji lazima uangalie uhitaji uliokuwa nao kwa wakati huo husika na kitu kikubwa zaidi katika wakati huo unachokihitaji. Na mimi sasa hivi nahitaji kucheza kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kitu ambacho nimekikosa kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Kwa hiyo naweza nikasema akili yangu na nguvu yangu nyingi nimewekeza katika hilo, pamoja na majukumu ya kimkataba nilikuwa na Azam. Maandiko mengi ambayo yanaandikwa hasa kwenye mitandao, kuna majukwaa tofauti ambayo yanahusu michezo yakikuhusu wewe nje ya Azam Football Club, unayapokeaje na pengine unayajibu vipi? Kwa mlengo upi? Wengine wanasema anaenda huku, wengine anaenda kule, atakuwa hivi, wengine hatumtaki kwa sababu ya majeruhi. Yaani kila mtu anakuwa na maandiko yake. Unajua kwenye mambo kama hayo ni kila mtu anakuwa na mtazamo tofauti na kila mtu anaweza akawa anasema tofauti kutokana na nafasi anayokuwa nayo, lakini mara nyingi tunaweza tukasema tufanye kazi na kile kitu ambacho ni uhalisia, ambayo mimi nipo Azam na majukumu ya kimkataba na nimekuwa nje kwa muda kidogo, lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimerudi, niko vizuri na uhitaji wangu unakuwa ni nini kwa kiasi kikubwa kwenye wakati ni kucheza. Unaona, kwa mambo mengine ni mtazamo na vitu tofauti ambavyo siwezi kuwa na control kubwa, au siwezi kuwa na ule uzuizi wa hayo mambo. Yanaweza akasemwa mengi au mengi akatendeka, lakini kikubwa ni kile ambacho mimi ninachotakiwa kukifanya ni kipi kwa wakati gani. Lakini unakutana nayo pia. Unakutana nayo, huwezi kuzuia kama ninavyosema, lakini ni ile jinsi gani unavyoyapokea na unayaruhusu ya kuathiri kwa namna moja ama vipi, kwa sababu kuna yale ambayo yatakao kujenga, lakini kuna yale ambayo pasi sana kuyaruhusu ya kuathiri kichwani kwako kutokana na uhitaji ambao ulikuwa nao kwa wakati husika. Shuaboy, kuna jambo amelizungumza Abubakar Shuaboy, mchezaji wa Young Africans. Amesema kwamba wachezaji wengi wa ndani kinachowaponza kutokudumu kwa muda mrefu, hasa wachezaji wa kisasa, ni kutokuwekeza sana kwenye mazoezi. Pengine hilo unalizungumziaje, kusikia mchezaji mkubwa na mzoefu kama yule anasema vile? Nini ambacho kinaingia kichwani kwako Adolf? Kwanza ni jambo zuri, kwa sababu sio kila mtu anakuwa na ule utayari wa kushare yale mambo ambayo yeye ameyapitia au ambayo anaona ni faida kwa watu wengine. Mimi naweza nikasema nimepata bahati,
kwa sababu ni kipindi nipo kwenye academy, Shua Boy alikuwa ni senior player. Kwa nimeona watu wakifanya kazi, sio yeye tu, ni yeye, kuna Imid Mao ambao bado pia tuna hii faraja ya kuwepo naye. Umeona ile work ethic ni kubwa, wakina John Boko. Hao ni watu ambao mimi nimewaona nikiwa academy wao wakiwa senior players, ile level yao ya utendaji kazi na kujituma kwao ndani na nje ya uwanja ambao walikuwa wanafanya. Kwa hiyo naweza nikasema mimi nimeweza kuishuhudia, sio kwa kusikia, nimeweza kuishuhudia, na ni vitu ambavyo tulikuwa tuna adapt, kwa sababu unaona kama senior player ana train sana. Kwa hiyo kama academy level lazima uweze ku train zaidi. Kwa hiyo ni misingi ambayo tumeipata toka tukiwa wadogo. Kwa hiyo mimi sijasikia kutoka kwa Shua Boy, mimi nimeona, naona, naweza nikasema na kwa namna moja ama nyingine tunaweza kupata au kuchukulia ile kama mfano na kuweza kuiweka katika career zetu pia. Yeah. Ndani ya Azam Football Club pengine tunataka tujue malengo yako binafsi. Sasa malengo yangu binafsi ni yale ambayo yanaikuwa yanaisaidia timu, of course, kuchukua ubingwa na Azam FC. Yani chochote ambacho mimi ninachokifanya ni kuperform vizuri ili mradi kuiweka timu katika mazingira mazuri ya kuwa yanashinda every game. Kwa ni kuchukua ubingwa na Azam FC wa NBC. Yes, hiyo ni namba. Michezo ambayo imesalia hivi sasa na nafasi ya Azam Football Club, unaona nini mpaka sasa hivi ukiwa kama mchezaji na wewe ndio wa kutimiza malengo ya Azam? Anaweza nikasema kwa games zilizobaki, tuna mwalimu ambaye ni mgeni. Hii ni season yake ya kwanza. Naweza nikasema ni kuzitumia kama mtaji kwa ajili ya next season, kwa sababu naamini msimu ujao hauna muda mrefu hadi utapokuwa unaanza. Nadhani ni baada tu ya mwezi, baada ya kuisha 1 month, nadhani tutakuwa tayari tunaanza msimu ujao, msimu unaofuatia. Kwa hiyo ni kutumia hizi game kumaliza na strong point, sema ile ambayo itatusaidia kubeba, kwa sababu sidhani kama kutakuwa kuna pre-season ya hivyo kwa ajili ya kujiandaa. Naweza kusema hizi ni targets, na uzuri tutakuwa naye mwalimu huyu yuko tayari. Kuna uwekezaji mkubwa ambao utakuwepo hapo, na yeye pia atakuwa na experience na Tanzanian football, kwa sababu ni mara ya kwanza. Unaweza kaona maamuzi tofauti ambayo yamefanyika kipindi cha msimu. Yote ni katika kujaribu mwalimu kwenye kutambua au kujaribu kutenda ili kufanikisha yale malengo aliyokuwa amejiwekea. Tulipokuwa sofa baya, tulikuwa tuna targets kubwa zaidi ambazo tulizokuwa tumefikia sofa, lakini kwa ajili ya msimu ujao nadhani huu ni uwekezaji mzuri ambao, yani ni mtaji mzuri ambao utatusaidia sana, especially kwa games zilizobaki kwenye ligi pamoja na kwenye cup. Nini ambacho unapenda kushare na sisi, hasa kwa kile ambacho tukifahamu kwenye maisha yako nje ya mpira? Tegemea Mungu kwanza. Tegemea Mungu. Yes, kwa kila jambo tegemea Mungu. Wanasema wachezaji sometimes starehe, na kama wachezaji wakubwa wanataja kwamba starehe ndio kikwazo sana kwa wachezaji. Kwa upande wako wewe, starehe na mambo mengine umeyatenganisha ama yapo vipi, ama una balance? Na mimi naweza nikasema kila mtu ana deserve kustarehe, unaona, ila kuna limit kwenye kila kitu. Inategemea na unaposema starehe wewe unakuwa unalenga nini, kwa sababu kama unafanya kazi lazima upate moment ya kuweza kujipongeza kwa namna moja ama nyingine. Unafanya kazi then you rest. Unapokuwa una rest sasa utachagua wewe una rest kwa namna gani. Kwa kila kitu unajua nini kitaweza kukuza kazi yako, nini kitaweza kuangusha kazi yako. Kwa unapofanya kazi kwa muda mrefu lazima upate kupumzika. Lazima upate kufurahia au kusherehekea, kucelebrate labda umefanikisha kitu fulani. That's life, unaona. Kusafanya kazi tu bila hayo, nadhani ile concept ya maisha yenyewe inakuwa haipo. Kwa hiyo ni kuangalia kitu gani kinaathiri kazi yako, kitu gani kinafaidisha kazi yako. Kama ni starehe ambayo inaathiri kazi yako, basi sio starehe. Unaona, lakini kama ni starehe ambayo inakusaidia hata kwenye afya yako ya akili kwa ajili ya kufanya vizuri kwenye kazi yako, naweza nikasema fanya. Mechi gani ambayo utaisahau mpaka kufikia kwenye hii michezo mitano ambayo imesalia kwa hivi sasa? Yaani kwenye ligi kuu ya NBC. Msimu huu mechi naweza nikasema ni mechi mimi nikaenda tofauti kabisa. Kuna games ambazo ndo za kujifunza, tuseme mechi na JKT away, tumeshinda mechi ile, tulikuwa tunaongoza kwa muda mrefu, tukaja tukaruhusu goli mwishoni, tukatoka 1-1. Game na TRA
ambazo tumepoteza kwa goli 4, tumeona kutokana na approach ya mechi. Naweza nikasema hizi ni games ambazo huwezi kusahau. Hivyo na nini, and then unajaribu kujifunza, unajiuliza nini kilikuwa ambacho hakiko sawa. Mechi na Singida hapa nyumbani tulitoka draw 1-1, remember? Yes, 1-1 bila sikumbuki exactly, lakini hizi ndio games ambazo siwezi kuzisahau, games ambazo tulikuwa drop points ambazo hatukupaswa kudrop. Mtasingwa Bitegeko, mimi nashukuru sana kuwa pamoja na wewe na kuzungumza na wana michezo. Asante sana. Shukrani sana.